Bwana, kama tunavyojua Mama Dangote ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuweza kuposti wimbo wa mtu mzima Diamond, wimbo wake mpya ambao unafanya vizuri sana sasa hivi. Ukienda kwenye trending ya nyimbo pale katika streams za kuweza kustream nyimbo hapa nchini, basi ni miongoni mwa nyimbo ambayo inapendwa lakini pia inafuatiliwa na watu wengi sana. Ni wimbo ambao una mandhari ya kipwani, ni wimbo ambao ukiusikiliza ni kama kichambo hivi kimekwenda kwa mtu hivi. Na wa kwanza kabisa kuweza kutumia huo wimbo katika shughuli zake basi alikuwa ni Mama Dangote. Alianza kutumia huo wimbo katika zile harakati zake zile za maisha yake yale katika posti zake, na ni wimbo ambao kwa kweli ukija kusikiliza ni kama ni wimbo ambao umekwenda kuwa kichambo kwa mtu, na alivyotumia tu ni kama ilikuwa wanasema kwamba ni kichambo kwa bidada Zuchu. Na kwa nini mama mkwe amchambe mkwilima wake ambaye anakuja, na kwa nini afanye hivyo mama mkwe kuweza kutumia wimbo wa mwanae ambao unaonekana ni kama vile kichambo kwenye posti yake? Shida ni nini? Kipi ambacho kinapelekea Mama Dangote aweze kutumia wimbo? Kulikuwa hakuna nyimbo zingine za kuweza kuzitumia mpaka akaweza kutumia wimbo ambao unaitwa Kuna. Ni wimbo ambao una mandhari ya kipwani, ni wimbo ambao una mazingira fulani hivi ambayo ni ya kipwani huku. Ukiusikiliza tu unajua kwamba hichi ni kijembe kwa mtu. Kwa nini sasa aliweza kutumia wimbo kama ule, ili hali kuna nyimbo nyingi tu ambazo zinapaswa kuweza kutumika tofauti na vile ambavyo alivyotumia wimbo ambao umezua taharuki kwa namna moja ama nyingine, ambao unaonekana kwamba ni kama kilikuwa ni kijembe hivi kwa mkwilima wake ajaye huyo ambaye ni bidada Zuchu. Na imekuwa ni familia ambayo ni kama hakuna maelewano ya kwenda kiasi hicho kati yake yeye mama, lakini pia mtoto wake Esma Platinumz pamoja na bidada Zuchu. Inaonekana Zuchu ni kama ni bidada ambaye napendeki ukweni, sio mtu ambaye wanamkubali sana ukweni kiasi hicho kilinganisha na vile ambavyo Zuchu anavyopambana kuhakikisha kwamba anamkipu mpenzi wake huyo ambaye ni Diamond Platinumz. Kwa unaweza kujiuliza maswali mengi sana ambayo yanaendelea katikati yao, kati ya mama mtu lakini pia mtoto pamoja na bidada Zuchu. Zuchu anapambana kuhakikisha kwamba anaendeleza mapenzi kati yake yeye pamoja na mtu mzima Diamond, lakini hao sasa ambaye ni wifi mtu pamoja na mama mtu, imekuwa ni changamoto sana kuweza kuaccept, kukubali ukweli kwamba mwanae anatoka na bidada Zuchu. Kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaonesha kwamba ni watu ambao hawamkubali bidada Zuchu. Ndio maana unaona wanamtupia vijembe, lakini pia wakati mwingine maneno yao kwenye mitandao ya kijamii imekuwa sio kitu kizuri ambacho kinaridhisha kwa bidada ambaye anapambania kombe lake kwa mtu mzima Diamond Platinumz. Lakini achilie hivyo, hata Esma Platinumz naye pia alikuja kuanza kutumia wimbo huo kwenye posti yake moja, na akaweza kuandika na kuweza kutumia wimbo ambao unajulikana kwa jina la Kuna, ambao na mtu mzima Diamond Platinumz. Kwa hiyo maswali yamekuwa ni mengi sana. Shida ni nini? Kwa nini wanatumia wimbo? Mbona ni kama kijembe kwenda kwa bidada Zuchu, na kwa nini wampelekee vijembe bidada Zuchu? Shida ni nini? Amewakosea nini? Na je, hawamkubali kwenda kuwa mwinga wao? Nikisema mwinga nadhani naeleweka na baadhi ya watu kwenda kuwa mkulima wao. Maana yake mambo haya pia bana, inawezekana mama akawa na nguvu sana kwenye maamuzi ya mtoto, inawezekana dada akawa na nguvu sana kwenye maamuzi ya mtoto ya kaka. Kwa hiyo yote yanawezekana kuweza kutokea kwenye maisha ya mahusiano ya mtu. Mtu anaweza kupangiwa nani wa kuweza kumuoa, nani sio kumuoa, nani wa kutoka naye, nani sio kutoka naye. Kwa hiyo ndicho ambacho wakati mwingine kinakuwa kinatokea. Sasa kwenye hii posti ambayo ameiposti Mama Dangote, aliandika maneno yafuatayo: nyimbo sijaimba mimi wala kutunga, naona watu maneno yanawatoka, mtafuteni mtunzi wa nyimbo. Ameweza kuandika hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba amesema kwamba mtafuteni mtunzi wa nyimbo. Yeye sio mtunzi wa nyimbo na wala hajatunga yeye hiyo nyimbo. Kwa hiyo achaneni kabisa kuweza kumtafuta. Kwa nini mnamtafuta? Shida ni nini? Mtafuteni wale tunga nyimbo. Ametumia tu kwenye post yake ya Instagram. Kwa hiyo kipi ambacho nyinyi kina wagusa mpaka inapelekea mnakaa mnamsema mama wa watu? Kwa hiyo amesema kwamba nyimbo hajatunga yeye na wala yeye sio mtu ambaye alikwenda studio kwenda kuimba huo wimbo. Kwa hiyo mtafuteni ambaye aliutunga huo wimbo, mumuulize kwa nini aliweza kuimba huo wimbo. Ukiusikiliza wimbo unaweza kuelewa nini ambacho tunachokimaanisha hapa.
kile ambacho tunachokimaanisha hapo unaweza ukakielewa kwa kile ambacho Diamond Platnumz alichoweza kukiimba. Kiukweli kwa namna moja ama nyingine, kama ni wewe basi ni ujumbe wako ule, basi unajua kwamba yes kweli mtu mzima Diamond ameweza kufanya kazi. Yani ni kama ni kusemwa, basi mtu kamsema kweli kweli kiundani zaidi, na kama ni kusemwa basi Diamond anajua kusema kiukweli. Kweli kazaliwa Pwani, yani sio mchezo, maneno ya mle ndani so poa. Sasa comment zilikuwa ni nyingi sana mara baada ya kuweza kuonekana kwenye hiyo video ya hiyo post kwenye Instagram, Mama Dangote akiwa anatumia wimbo wa Kuna. Watu waliweza kumwijia juu na kusema vitu vingi sana. Mwingine anasema kwamba jamani, mbona namtesa sana Zuchu. Mwingine anasema kwamba mama, mbona wewe ndo mtu ambaye unatakiwa umlinde Zuchu, tena unaanza kumsema vibaya, shida ni nini? Mwingine anasema kwamba mtu amtaki Zuchu ndio maana anatumia nyimbo kama hizi. Mwingine anasema kwamba mnapenda sana kuweza kumsumbua Zuchu na kumtesa Zuchu, ipo siku atakuja kupata chaguo lake la moyo, endeleeni kumnyanyasa. Mwingine anasema kwamba sijapenda hii posti kwa sababu Zuchu ni mwanamke mzuri, anajielewa, anajitambua, kwa nini unaanza kutumia nyimbo kama hizi kwenye mazingira kama haya? Mwingine anasema kwamba nyanyaseni tu Zuchu, atakuja kupata muda ambao atampata mwanaume mwingine ambaye atakwenda naye na maisha yake ataenda kama vile ambavyo inavyopaswa. Mwingine anasema kwamba sijapenda kuweza kuona hii post na hayo maneno ambayo umeweza kuyatumia, kwa sababu ni kama unampelekea kidongo mkulima wako na inakuwa haina maana yeyote katika kujenga penzi la mtoto wako. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comments ambazo watu waliweza kuziandika mara baada ya kuweza kumuona Mama Dangote akiweza kutumia hiyo nyimbo kama vile ni kisaidizi cha post yake hiyo ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo mama mtu venye yupo katika zile harakati za kuhakikisha kwamba kwa namna moja ama nyingine anakuwa ni mtu yupo kwenye mafumbo, anamsema nani, na ukiangalia hamna nani ambaye anamsema, unaweza ukasema kwamba ni bidada Zuchu, kwa sababu ndio bidada ambaye kumekuwa na maneno mengi sana kati yake, uhusiano wake kati yake yeye pamoja na Zuchu umekuwa haupo sawa kwa muda mrefu sana. Kwa kweli mtazamaji, imekaaje? Je, Mama Dangote anamsema nani? Lakini pia chilia hivyo, Esma pia alikuwa anamsema nani? Ni kichambo kwa nani? Kwa hiyo dondosha comment yako hapo chini, usisahau kusubscribe, usisahau kushare, utakuwa kwanza kunapata habari zetu. Majo TV, sehemu pekee ambapo unapata habari za masuperstar nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.